uendelezaji wa Gaza ukiendelea, kwa maana ujenzi wa majengo na kurudisha huduma, na wakati ambapo mamlaka ya Palestina itakuwa imetekeleza kikamilifu mpango wa mageuzi, basi na hapo itakuwa tayari masharti yameshafikiwa ya kuwa sasa na dola la Palestina, ambalo imesema mpango huu kwamba tunatambua kwamba ndio dhamira kubwa ya watu wa Palestina. Kipengele cha kuendeleza hili inasema kwamba Marekani itaanzisha majadiliano kati ya Palestina na Waisraeli kukubaliana juu ya misingi ya kisiasa kwa ajili ya kuwa na ujirani au tuseme mualaka wa pamoja, kuishi pamoja kwa amani na kwa maendeleo. Kwa hivyo angalau hiki ambacho kinakosolewa na wengi, mimi nakiona kinatajwa hapa, au hiki sicho ambacho kinamaanishwa. Bila shaka Hamas na Wapalestina wanafahamu rekodi hasa ya Marekani na Israeli kushughulikia matatizo yao, na ndio maana unaona kuwa hili hawalipi nguvu kwa kiwango hicho, kwa sababu ukirudi nyuma sana, ukija kwenye mkataba wa Camp David naweza mwaka 79 kati ya Misri na Israeli, ambao ulianzisha uhusiano rasmi wa Misri na Israeli, kulikuwa kuna kifungu ambacho kilikuwa kinataka, kwa sababu Israeli alichukua Gaza ikiwa kwa Misri, au alichukua mpaka eneo la Sinai. Sasa wakati anarejesha, hakuirejesha Gaza, aliahidi katika mkataba ule kuwa itachukua miaka 5 kuirejesha na kutoa uhuru wa Palestina. Kwa hiyo tunahesabu kutoka 79 ilikuwa mwaka 84 watu wa Palestina wawe na uhuru kwa mujibu wa mkataba wa kwanza kati ya Misri na Israeli. Mwaka 93 mkataba wa Oslo ulitaja miaka isiyozidi 5 ya uwepo wa taifa la Wapalestina. Ukasainiwa mkataba wa mwaka 93 kati ya Bill Clinton, Isaac Rabin pamoja na marehemu Yasser Arafat pia. Lakini nini kilichofuata? Isaac Rabin akauawa mwaka 95 na mkataba ule ukatupiliwa mbali. Sasa kinachoogopesha kwenye huu mkataba wa sasa ni mkataba wa kisheria ambao unalindwa na vifungu vyote vya kisheria. Lakini hapo nyuma tayari tumekuwa na mikataba ya kisheria ambayo inalindwa na sheria, na Israeli hakuweza kuheshimu hata mmoja. Sasa huu wa sasa si mkataba, ili ni takwa au ni hitaji la Donald Trump na Israeli kuwa wameliweka. Sasa utekelezaji wake ni upi? Uwajibikaji upi? Maanake ukisoma yote yaliyoandikwa, hakuna sehemu ambayo imetaja labda Israeli itawajibika kisheria ikiwa haitotekeleza. Tunayaona yote yameelekezwa upande mmoja tu, kuwa upande mmoja ndio uwajibishwe na upande mmoja haupo. Lakini kigugumizi kingine au ukakasi wengine kwenye huu mkataba ni kwenye kile sehemu ambacho wanasema kuwa kutakuwa na uingiaji wa misaada. Katika hili la uingiaji wa misaada wanarudi tena kwenye kusema kuwa tutafuata katika makubaliano ya Januari 19 vile vifungu vitumike, ambapo Israeli alitaja kuwa gari 500 zitaingia na akavunja wakati huo zikawa chini ya gari 50 kwa siku. Turudi hapo. Sasa kama tumeshamaliza vita na kila kitu kimekwisha, kwa nini turudi kuwekeane namba ya roli kuingia, ngapi zisiingie, na kwa nini Israeli abaki hapo kuendelea kucontrol? Kingine kuwa kwa nini Hamas yasalimishe silaha wakati Hamas alikuwa akigombana na IDF, na IDF abaki eneo lile lile kwa ajili ya kuwatazama tena Hamas, na wakati kulikuwa kuna uwezekano wa kuleta vikosi vya kimataifa viwe hapo. Sasa kwangu mimi ukitazama kwa jumla, wamezungumza wazungumzaji wa kwanza, wameeleza vizuri kabisa. Kwangu mimi mkataba huu au ujio wa haya makubaliano yalikuwa na lengo moja kubwa: kufuta makubaliano ya kisheria ambayo yalianzishwa kwenye mkutano wa UNGA 79 mwaka jana, wakati Saudi Arabia na Ufaransa walipopewa jukumu la kuanzisha mchakato wa taifa la Palestina, ambao mwitikio wake ndio huu sasa wa Ufaransa, Uingereza, Canada, Australia, wote walikuwa wanaenda kwenye njia ambayo ilikuwa ni sahihi. Kwa hiyo mkutano huu wa UNGA 80 ulikuwa unatakiwa sasa ukazie kwenye masuala ya kisheria, kwa sababu njia ya Umoja wa Mataifa ndio njia sahihi kabisa. Lakini hili linalotokea huku pembeni ni utashi wa Donald Trump na Netanyahu, kitu ambacho hakiwezi kuaminika kwa vyovyote vile. Naam, mmoja nimefahamu Ibrahim Rahabi, hofu yako wewe ni kwamba kwa sababu huko nyuma kumekuwa na uvunjwaji mwingi wa makubaliano ambayo Wapalestina wameingia na Waisraeli chini ya Marekani, huoni kwamba kuna makubaliano mengine yote yale ambayo yatatekelezwa? Ni kama vile unasema kwamba aliyeumwa na nyoka akiona unyasi anashituka. Kwa hivyo
hofu zako zinajengwa juu tu ya historia kwamba hivi ndivyo vimekuwa, kwa hivyo huoni kama yatekelezwa. Huna imani na watekelezaji wa makubaliano haya kama wataweza kutekeleza na kwa hivyo kutimiza wajibu wao. Kwa hivyo si kwamba ndani yake hamna kitu ambacho kinatekelezeka, hakuna kitu ambacho kina manufaa kwa pande zote mbili, isipokuwa unaona kwamba hapana, hata kingelikuwemo hakitekelezwi. Hapana, nafikiri vyote vinakwenda pamoja, kuwa kuna vitu havitekelezeki, lakini hata yaliyoandikwa katika mkataba ni mambo ambayo hayastahili kuandikwa, kwa sababu ukitazama kwa tathmini utaona ni juu ya 80% mambo yote yaliyoandikwa kwenye mkataba yamekuwa ya upande mmoja, alafu upande mwingine haukushirikishwa kwa namna yoyote, kwa sababu ukirudi nyuma walioandaa mkataba huu wanafahamika kuwa ni taasisi ya Bill Clinton. Walioandaa mkataba huu ni Jared Kushner, alishiriki Steve Witkoff, alikuwemo Donald Trump. Hawa wote ni wa upande mmoja, lakini upande wa pili walishirikishwa na taasisi ya Tony Blair, sio Bill Clinton. Taasisi ya Tony Blair ambayo ilishirikishwa kwenye kuandaa hivi vitu. Lakini rekodi nyingine mbaya ambayo inatupa wasiwasi kuhusu utekelezaji, kwa sababu tumekuwa na maazimio. Azimio linapotoka la Umoja wa Mataifa ni azimio la kisheria ambalo utekelezaji wake ni wa kisheria. Hata asiyetekeleza anawajibishwa kisheria. Tukirudi mgogoro wa Israeli na Hezbollah wa mwaka 2006, lilitoka agizo la kisheria ambalo lilitaka Israeli aondoke, ambalo limehuishwa hivi karibuni ikaongezewa, lakini leo tuna rekodi ya zaidi ya mara 2500 Israeli imekiuka makubaliano ndani ya Lebanoni. Lakini mwaka 74 tulikuwa tuna makubaliano ya kisheria yaliyoondoa vita ya kuanzia 67 mpaka 74 kati ya mgogoro wa Syria na Israeli kwenye milima ya Golan. Ondoka kwa Bashar al-Assad, Israeli wamevunja. Leo Israeli vikosi vyake viko ndani ya ardhi ya Syria na hakuna uwajibikaji wowote wa kisheria unaomwajibisha Israeli kisheria. Sasa iwe hawa kisheria hawajibiki, iwe hili hitaji la kutakwa la Trump, vipi atawajibika nalo? Kwa sababu kwa hili la Trump halina uhalali kwa serikali ijayo, kwa sababu halikupitishwa na bunge lolote ya Marekani wala wanasheria wote wa Marekani. Ni takwa la Trump, na Trump ana miaka 3 ijayo. Ukiangalia vifungu vinaonyesha kuwa IDF itajiondoa hakuna muda. Wakati gani? Je, Trump atakuwepo? Hayupo. Wanawajibika kwa nani? Hawapo. Kama Israeli walivunja mkataba wa mwaka 74 baada ya miaka 50 pale Syria, wakasema kuwa serikali ya Bashar al-Assad haipo na sisi hatuwezi kutekeleza kwa sababu ile serikali haipo. Sasa vipi ikiwa Donald Trump hatakuwepo madarakani na haya ni matakwa yake na Israeli unavyowafahamu? Je, watawajibika? Lakini angalau kwa swala la Syria, hoja ya Israeli haikuwa kwamba Bashar ameondoka sisi tunaingia. Hoja yao ni kwamba usalama wetu haupo salama mikononi mwa ambao hatujui wameingia madarakani, kwa hivyo wanataka kuhakikisha usalama wao, na bila shaka kuhakikisha usalama ni wajibu wa kila taifa ulimwenguni. Lakini vikosi vya Umoja wa Mataifa vilikuwepo kwenye eneo husika na wala havikutoa taarifa kama kulikuwa kuna tishio lolote la usalama. Manake aliyekuwa anawajibika ni Umoja wa Mataifa kwenda kuangalia kuwa kuna tishio, sio Israeli. Na pili, kuhusu suala la kwamba unaona hakuna upande mwingine ambao umeshirikishwa kwa upande wa Palestina unakusudia katika suala hili, lakini tumesikia kwamba hata kabla ya tamko lenyewe kutolewa tayari serikali ya mamlaka ya ndani ya Palestina chini ya Mahmoud Abbas ilisema kwamba iko tayari kushirikiana na Trump kwa ajili ya mpango wa amani wa Israel. Tayari baada ya kutoa tangazo lenyewe, serikali ya Mahmoud Abbas ambayo ndiyo mwakilishi halali wameshaonesha kwamba wako tayari kushirikiana kuweza kufanya hili. Kwa kweli ni kweli unachokisema kuwa, lakini tukirudi kwenye serikali ya PA na hili ambalo linazungumzwa hivi sasa, nimeshangaa kuwa kwenye swali la pili ulizungumzia kuhusu kuvuja kwa taarifa kuonekana kama kuna vifungu vilikuwa vimebadilishwa. Wanadai hivyo, ikiwemo kifungu ambacho kilikuwa kinataja namba ya gari zitazoingia, lakini lini vikosi vya IDF vitaondoka. Ni baadhi ya vifungu vinavyotajwa kuwa vilibadilishwa. Lakini tuna mkutano wa Arab League ulikaa miezi michache iliyopita, ulikuja na tamko hili ambalo walileta Hamas kuweka silaha, wateka waachiliwe na vitu vingine vyote. Kwa hiyo sidhani kama nakubaliana na yote kuwa eti kuna baadhi ya vifungu ilikuwa vimegeuzwa ndio maana wakaamua kutangaza. Tuseme kweli kuwa kuna baadhi ya vifungu labda vilibadilishwa, lakini still Hamas hawajajibu. Wao walipaswa sasa warudi, wale ambao walikaa na Marekani ikiwemo Qatar, Saudi Arabia, Uturuki na nchi zingine, warudi kukaa kwenye meza wao waseme kuwa hili hatukukubaliana, hili halikuwemo, tunaomba kwanza virekebishwe, hivi ndio viendelee. Kwa nini baada ya kuona yote yametolewa tunaona Uturuki naye anaongezeka kwenye list ya nchi, anajiunga na Misri na Qatar kwa ajili ya kwenda kuamua hii kesi?
Kwa nini wasirudi nyuma walikokosea kwa Trump, kwa bana hatukukubaliana hiki, tunatakiwa turekebishe hiki ili tuwalazimishe hawa wakubali, kwa sababu wao umegeuza. Matokeo yake taarifa hizi zote tunazipata kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa usaliti sio uliotokea upande mmoja, hata waliojulikana kama ni ndugu wa Palestina pia na wenyewe wameamua kuiuza Palestina. Serikali ya Mahmoud Abbas si serikali inayokubalika na Wapalestina kwa namba, kwa kila kitu. Imekuwa ni serikali ambayo ikilaumiwa kila mara, na ndio maana haikuwahi hata kwenye uchaguzi wa mwaka 2007 kule Gaza ilishindwa, kwa maana yake kuwa haina mamlaka upande wa pili. Na hata kura ya ndani inaonekana kuwa si serikali inayoungwa mkono na Wapalestina, maana yake kuwa serikali ya PA haiwakilishi wa Palestina kihalali, isipokuwa inawakilisha wa Palestina kisheria kutokana na zile sheria za kimataifa, kama ilivyo serikali ya Yemen inaowakilisha kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa. Na ukitazama idadi kubwa ya Yemen wako upande mwingine kabisa ambako kuwa hawana uwakilishi wa hiyo serikali inayotambulika kimataifa.